kazi ili aanze, na natekeleza huo mradi kwa mujibu wa mkataba aliofunga na serikali ni mwaka mmoja, na gharama ya mkataba ni bilioni 1 na milioni 170 na 610,138 na senti 20, na atatekeleza ndani ya mwaka mmoja. Na kwa mujibu wa mkataba leo tumkabidhi, baada ya siku 7 anatakiwa kuanza kazi rasmi, lakini yeye amesema amekuja amejipanga, anaanza moja kwa moja. Kwa hivyo lengo kubwa lilotuleta, tumkabidhi mkandarasi, tunaomba mpe ushirikiano, lakini na sisi RUWASA kama wasimamizi wa mkataba huu tutakuwa tunakuja mara kwa mara kuhakikisha kwamba kazi inatekelezwa na kukamilika kama tulivyoanza na ushirikiano pamoja na nini, kwa maana ya serikali ya kijiji na wajumbe wote kwa ujumla. Tunaomba tuendelee kuwa na ushirikiano huu, tuhakikishe kwamba mradi unakamilika na wananchi wanaanza kupata huduma ya maji safi na salama iliyokusudiwa. Nawashukuru sana. Hii inaonyesha kwamba mkandarasi tumemkabidhi mradi unaitwa, kwa Kiingereza inaitwa to complete construction of Kikomero, Mubuhenge and Kanyinya water supply project in Ngara district. Namba ya mkataba ni hii, gharama ni hii niliyokuwa naisoma ikiwa na VAT, kwamba gharama ya mkataba ni bilioni 1 milioni 170 610,138 na senti 20. Mwajiri wa mkandarasi ni RUWASA mkoa wa Kagera. Project manager kwa maana ya msimamizi wa mradi ni manager wa RUWASA wa wilaya ya Ngara. Mkandarasi anaitwa Kibona Company Limited. Kwa hiyo hapa ni maelezo ya kwamba huu mradi kwamba has been processed, kwamba tumekabidhi Uzbona leo tarehe 14 mwezi wa 5 2026, na atatakiwa kuanza kazi tarehe 21 mwezi wa 5 2026, na mradi ukamilike tarehe 20 mwezi wa 5 2027. Kwa hiyo hapa atasaini mkandarasi, upande wa mwajiri sasa ni sisi RUWASA, lakini waga tunafanya hii shughuli mbele ya village executive office. Kwa hiyo hapa mtendaji tusaidia tagonga muhuri kwamba huyu mkandarasi tunamkabidhi tena mbele ya mtendaji wa kata, na yeye tusaidia hapa tagonga kutunza vitu taratibu za mkataba za kawaida. Lakini pia tunakuja na fomu ya binafsi mimi naomba ushirikiano. Tutakuwepo hapa kwa muda wa mwaka mmoja, tunaweza tukamaliza kabla au ndani ya huu muda ambao tumepewa. Tutajitahidi kufanya kazi kwa viwango vyote ili mradi wetu uweze kutoka ukiwa bora. Ambacho naomba kwa jamii ni ushirikiano, kwa sababu mtu mmoja, mimi peke yangu siwezi kutekeleza mradi kama nitakosa ushirikiano kwa jamii. Kwa maana kwamba vibarua nitawapata hapa kijijini, lakini kuna wale wataalamu nitakao kuja nao kwa maana ya mafundi na wataalamu wale mafundi na maengineer watakuja kutoka huko, lakini vibarua tunategemea tuwapate hapa. Niombe ushirikiano wenu, vibarua kuweza kujitokeza. Lakini kuna changamoto ambayo nilikuwa nasema kule chini na hapa narudia kwamba kuna issue ya madeni, kwamba mafundi wanakuja kujikopesha baadhi ya vitu. Nimeomba kwamba hivi, kama kuna deni ambalo mtu anakuja kukopa akisema kwamba kampuni ndio italipa, basi hilo deni lisikopeshwe bila kuwasiliana na kampuni. Namba zangu nitaziacha hapa, mimi simu yangu haizimi mchana na usiku, nipate mawasiliano kabla ya kukopesha hao mafundi wangu, kwa sababu kuna muda fundi anakopa deni mpaka ukija kijijini unakuta kwamba mtu anadaiwa milioni 2, milioni 3, sasa na milioni 3 kweli chapa. Kwa hiyo yawepo mawasiliano kati ya watu wa huduma na kampuni. Baada ya hapo, mimi nawashukuru sana, ninaomba kukaribishwa, tushirikiane. Asante sana. Naitwa Jeremani. Nisikie swali la kitongoji kwenye ajira hii ni maombi, isipokuwa mtu akaenda pale kuomba kazi kama barua kingine. Lakini tutaongea na mkandarasi, tukubaliana kwamba yeyote yule mwenye nguvu yake na mwenye uwezo wa kufanya kazi anaruhusiwa kwenda kufanya nini? Kufanya kazi, alimradi aendane na maelekezo aliyofanya nini? Aliyopewa. Kwa hiyo sio mpaka waandikishe maelezo kwa kitongoji. Asante sana.
kabisa. Kuna pipe zimepita kwenye maeneo. Sasa zile taratibu za kujaza nani kupata ile maji tutapataje zile, mara tunataka nifute maji na pipe imepita iko karibu, taratibu nitaipataje ile tupate mwanga wa kuelewa kwamba nitapataje hiyo maji kulingana ile taratibu ya kufuta maji kwa mimi mraia. Anajenga akisha kamilisha mradi huu tutakabidhi kwa chombo cha watoa huduma ngazi ya jamii kinaitwa Mogoshanga ambao wanasimamia hapa na Mgoma kule. Kwa hiyo wataleta utaratibu wa namna gani ya kupata huduma ya kuunganisha maji majumbani. Maelekezo mtapewa, mnaomba, andika barua ya kuomba, mnapewa maelekezo na anakuja surveyor anapima, nakupa gharama, mnalipa kwa control number. Msikubali kulipa cash. Ni control number, mnaunganishiwa maji. Lakini katika mkataba huu tuna maunganisho ya maji majumbani kaya 50. Kwa hiyo mwenyekiti wa kijiji na tutashirikiana kuzibaini hizo kaya 50 ili mkandarasi anapomaliza shughuli zake aziunganishie maji. Ile tunafanya hivyo kama ni kaya za mfano tunasema. Kaya za mfano 50 zitaunganishwa maji wapate huduma. Lakini wengine ambao hawatanufaika na hizo ndani ya kaya 50 watapewa utaratibu wa kuomba na wataunganishiwa ili waweze kupata huduma. Asante. Samani hizo kaya 50 kuna vigezo ambavyo vitaangaliwa au ni wale vigezo kwenye mkataba inasema awe ndani ya mita 60 kutoka kwenye bomba kuu. Hicho ndio kigezo cha kwanza. Kigezo kikuu. Kwa hiyo sio kaleta kaya 50 iko mita 100 au mita 200 kutoka bomba linapopita. Kwa hiyo mkataba unasema uwe ndani ya mita 60 kutoka kwenye eneo la bomba kuu ili ambalo linaweza kuunganishiwa maji. Wakishakuwa ndani ya mita 60, vigezo vingine vitafuata kwa maana ya tunapenda mara nyingi zisiwe karibu na mambo mengine ambayo tutakubaliana na mwenyekiti kuzibaini hizo kaya 50. Karibu kujitambulisha. Kwa jina naitwa Itale Ramadhani Masaga, mkaaji wa kijiji Mkikomero, kitongoji Mwibambo. Serikali ya Samia nimeishukuru sana kwa ujumla kwa msaada ambaye ametuletea kutusaidia kututua mama kuwatua ndoo kichwani na wananchi. Tulikuwa tunanunua maji ya kutoka kwenye kisima hayana ubora. Sasa hivi tunaletea maji ya ubora. Tunashukuru sana, na huu mradi tunaomba ukamilike haraka sababu tumeteseka. Isiwe tu kama unavyokuja ulianza unakomea hapa unaisha. Sasa tunaomba uendelee ukamilike na sisi tupumuzike, tunywe maji safi na magonjwa mengi naona itakuwa imeisha. Nawashukuru sana na rais namshukuru sana na serikali ya Samia na serikali yetu ya Tanzania tumeshukuru sana. Asanteni kwa msaada wenu, kwa kutujali, kwa kutuona kwamba na sisi ni Watanzania. Asanteni. Mimi kwa jina naitwa mkihangaika kupata huduma hii. Ni muda mrefu sana tumehangaika kwa sababu wengine tulikuwa tunatota Burundi, lakini sasa hivi hatutarudia kwenda kutota Burundi, nchi jirani. Ndio maana tunafurahia kupata maji salama. Sawa. Asante sana.